Shalom. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu katika kipindi chetu tena cha maombi yanayodhihirisha miujiza, na leo ikiwa ni siku yetu ya 3, maombi yanayodhihirisha miujiza. Yes. So tutaendelea na siku ya leo. Tutakuwa na somo ambalo linasema maombi ya kudai haki yako. Maombi ya kudai haki yako. Twende moja kwa moja katika Mhubiri sura ya 10 mstari wa 5. Tuanze mstari wa 5 pale. Anasema, liko baa nililoliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake atawalaye, ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana, nao wakwasi ukaa mahali pa chini. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi, na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Yes, liko baa nililoliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye, ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana, nao wakwasi ukaa mahali pa chini. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi, na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa, ili hali sio watumwa. Unajua Suleiman alisema ili ni baa kubwa kwa mfalme kutembea kwa miguu, alafu mtumwa akawa amepanda farasi ambayo alitakiwa kupanda mfalme. Hii anasema ni baa kubwa mno, na ndicho ambacho kinaendelea kwa watoto wa Mungu wengi. Maisha yale ambayo tunaishi sio yale ambayo tulitakiwa kuishi. Sisi kama wafalme ndio tumekuwa tukitembea juu ya nchi, na watumwa wanapanda farasi, kwa sababu Ufunuo 1 mstari wa 6 inasema wazi kwamba Mungu ametuweka kuwa sisi makuhani na wafalme. Yes. Moja kati ya sababu ni nini? Ni kwa sababu hatujui haki zetu, na hata wale wanaozijua hawajui jinsi ya kuzidai. Haleluya. Hawajui haki, lakini hata wale wachache ambao wanazijua pia namna ya kuzidai hizo haki imekuwa ni changamoto, kwa sababu unaweza kuwa na haki hata katika mahakama za kidunia, lakini kuna namna ya kuzidai hizo haki zako ili ukazipata. La sivyo unaweza ukaishi kama vile hauna haki ili hali una haki. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12, neno linasema, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Yes, sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Kumbe kuna mambo ambayo tumekirimiwa na Mungu. Biblia ya Kiingereza inasema things makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us. Freely, vitu ambavyo tumepewa bure tuweze kuvijua. Kumbe viko vitu ambavyo tumepewa bure kabisa, vikomba viwe vya kwetu, lakini vitu hivyo vinaweza visifunuliwe na usivijue, na so ukaishi kama vile si vyako, na wakati mwingine ukavijua kama ni vyako, lakini usijue namna ya kuviendea endapo utavikuta kwa adui yako. Haleluya. Kwa hiyo utajikuta kwamba namna tunavyoishi sio haki, sio halali. Maisha yaliyochorwa na Biblia na maisha halisi ambayo mtoto wa Mungu anakuwa anaishi katika dunia hayaendani, kwa sababu kuna kitu akipo sawa, kuna kitu akijawekwa sawa, na ndio maana maisha hayaendi kama vile ambavyo yalipaswa kumwendea mtoto wa Mungu. Ufalme wa Mungu umetoa marupurupu mengi sana kwa mtoto wa Mungu, kiasi kwamba maisha ya wokovu ni maisha ya kuenjoy, ni maisha ya furaha. Haleluya. Yes, anasema kabisa ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Simaanishi kwamba hayana upinzani au hayana vita, no, lakini namaanisha kwamba tumepewa ushindi hata kabla ya vita, tumepewa ushindi hata kabla ya ushindani wenyewe haujaanza. Haleluya. So nataka katika maombi yetu ya leo na siku ya leo tukaziangalie haki zetu, lakini pia kikubwa namna ya kuziendea na namna ya kuzichukua. Ziko haki ambazo ni za kwetu sisi, kwa sababu bila kuzijua haki hizo na namna ya kuziendea, tutajikuta tunaishi kama watumwa ili hali sisi ni wafalme. Tutajikuta tunaishi kama wagonjwa ili hali sisi ni
kupoza wagonjwa. Haleluya. Tunajikuta tunaishi kama ni ombaomba ili hali sisi ni wakukopesha. Tunajikuta sisi tunaishi kama wapangaji siku zote ili hali ili hii dunia alikabidhiwa Ibrahimu, baba yetu wa imani, alikabidhiwa ulimwengu wote. Kwani sisi tuishi hivyo? Ni kwa sababu kama hatutajua neno la haki, kama hatutajua haki yetu ni ipi, basi tuwe na uhakika kwamba hapo shetani atatusumbua sana. Yes, kwa hiyo kwa leo nataka tuangazie haki zetu, namna ya kuziendea, alafu tuende tukaziendee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. Okay, inakuwa hivi. Cha kwanza unapaswa kujua kwamba mema yote ni haki yako kwa njia ya Yesu Kristo. Mema yote ni haki yako kwa njia ya Yesu Kristo. Yaani mema yote yaliyoahidiwa katika sheria ya Musa, ni haki yako katika Kristo. Katika Warumi sura ya 10 mstari wa 4 anasema, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila amwaminie ahesabiwe haki. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki, ahesabiwe kuwa anastahili kwa kumwamini Kristo. Kwa zile sheria zote ambazo Musa alikuwa amezaidi, kwa sababu ukiendelea mstari wa 5, kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo, bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, usiseme moyoni mwako. Kwa hiyo iko haki ambayo Musa aliandika kwamba mtu akiishi kwa kufuata sheria hizi atapata haki. Zimetajwa vizuri sana katika Kumbukumbu la Torati sura 28 pale zimetajwa vizuri sana. Zile ni haki, okay, au baraka unaweza kuziita, ambazo ziliandikiwa mtu yeyote ambaye ataishi kwa kufuata zile sheria. So sisi kwa kumwamini Yesu Kristo, neno la Mungu anasema Kristo ni mwisho wa sheria. Anasema itakuwa utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako, Kumbukumbu la Torati 28, kutunza na kuyafanya maagizo yake ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa. Baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikia hapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, utabarikiwa uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo wako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa ukiingiapo, utabarikiwa utakapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele zako. Atakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ijae juu yako na katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuwa pia utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako na mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako ya kuwa atawapa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua. Okay. Imeendelea mpaka mstari wa 15. Haleluya. Lakini hizi ndizo baraka ambazo Mungu ameziweka, ambazo Paulo anasema kwamba Kristo ni mwisho wa sheria ili kila amwaminie ahesabiwe haki. Ambapo hiyo haki anayoisema, anasema zamani ilikuwa inapatikana kwa matendo ya sheria, lakini kwa sasa inapatikana kwa kumwamini Kristo. Kwa ukimwamini Kristo ni mwisho wa sheria ili kwamba upate kuhesabiwa haki. Tumeona hapo haki ya uzima, haki ya baraka, haki ya maongezeko, haki ya uzao, haki ya umiliki. Zote hizo ni haki ambazo Kristo ametupatia kwa jina la Yesu Kristo. Oh yes. So cha muhimu ni kujua haki yako ni ipi na namna ya kuiendea. Kwa hiyo mema yote ni haki yako katika Kristo. Mema yote unayoona hapa duniani Kristo aliyanunua, akayafanya kuwa haki ya kila anayemwamini. Kwa hiyo kwa sababu mema yote ni haki yetu, ni vizuri tu tukajua namna ya kuyadai. Tunayadai wapi na tunayadaije? Lakini mema yote ni haki yako katika Kristo Yesu. Mema yote ni haki yako katika Kristo Yesu. Haleluya. Lakini pia hauna nguvu ya kumiliki kama hujui. Okay? Kama hautayajua hayo mema, basi hauwezi kuwa na nguvu ya kuyamiliki. Utayamilikije ili hali huyajui? Kama hauna nguvu ya kuyajua, basi hauwezi ukayamiliki, kwa sababu ndio hivyo, hauyajui. Sasa utayamiliki. Hebu tuangalie katika Wagalatia sura ya 4.
Yes. Wagalatia sura ya 4 tuanzie pale mstari wa kwanza. Oh my God. Oh Jesus Christ, a reputation killing me. Lakini nasema neno hili ya kwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya uwakili na utunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za dunia, hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa kwa jinsi ya mwili. Okay. Kwa anachosema hapa ni kwamba kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za dunia. Yes, unapokuwa mtoto unatumikishwa na kawaida za nini? Za dunia. Mambo yote ambayo yanawapata watu wa dunia yanakupata na wewe, sio kwa sababu unastahili, lakini kwa sababu uko mtoto. Lakini nasema neno hili ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Kwa hiyo ukiwa huzijui hizo haki zako, wewe bado ni mtoto, na kwa sababu wewe ni mtoto huna tofauti na mtumwa. Okay, unaweza ukasema mbona inachanganya? Twende Waebrania sura ya 5 mstari wa 6. Yes Lord, in the name of Jesus. Waebrania sura ya 5 mstari wa 6 nasema kama asemavyo mahali pengine. Okay, no. Waebrania sura ya 6, sorry. No, Waebrania sura ya 5 ya mstari wa 12. Yes, ni mstari wa 12, sio 6. Mstari wa 12. Maana iwapasapo kuwa walimu, kwa maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa hamhitaji maziwa wala chakula kigumu, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, maana ni mtoto mchanga, hajui neno la haki. Kwa hiyo kuto kujua ndiko kuliko amua kwamba huyu akaitwa mtoto mchanga, hajui neno la haki. Huyu ni mtoto mchanga. Kwa hiyo hauna nguvu ya kumiliki kama haujui. Yes, kama usijui haki zako utazimilikije sasa wakati hata ujui? Okay? Watu wengi sana wanatapeliwa leo mahakamani haki zao. Ni sio kwa sababu sio haki zao, lakini kwa sababu hata hawazijui hizo haki zao kwamba wazidai. Ndio maana kuna mfumo wa kupata wakili. Mpata wakili atakusaidia kuzidai haki zako. Wewe hata kama basi wewe ni mtumio, basi naye mtumio ana haki zake. Na hizo haki zake inabidi azidai, lakini atazidaije ikiwa hazijui? Kuto kuzijua katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa Biblia inaitwa uchanga wa kiroho, kwa sababu huzijui haki zako. Unasemekana wewe ni mchanga, ni mtoto. Kwa hiyo kwa kuwa wewe ni mtoto na huzijui haki zako, basi utaishi kama vile hauna haki. Lakini si kweli kwamba hauna haki, ila ni kwa sababu hauzijui. Na tujiulize sisi sote, kama huzijui utazidaije? Basi unazijua, utazidai wapi wakati hata kujua kwamba una haki haujui? Oh my God. Okay, ukubwa au utu uzima wa kiroho ni kujua haki yako. Hilo ni jambo ambalo nataka ulijue vizuri sana. Utu uzima wa kiroho sio miaka mingapi umekaa kanisani. No, ni unazijua haki zako, na unajua namna ya kuzidai, na unajua ni wapi pa kuzidai. Huo ndio utu uzima kiroho. Watu wengi wanaishi miaka mingi kanisani wakifikiri kwamba wamekuwa watu wazima kiroho kwa sababu wamekaa miaka mingi kanisani. No. Unazijua haki zako? Unazijua wapi pa kuzidai? Yes. Wengine wanaenda wanazidai hizi haki kwa Mungu. Sikiliza, Mungu sio ndo aliyeshikilia haki zako. Oh my God. Bado wewe unaonekana ni mchanga kiroho kama haki zako unahisi kwamba zinatakiwa zikadaiwe kwa Mungu. Mungu sio adui yako. Mungu sio adui yako ambaye amini haki zako. Why? Kwa nini sasa? Ikiwa yeye ndo amehangaika ili akupatie hizo haki, tena kwa nini azimii? No, sio Mungu tatizo lako. Sio Mungu. Ila kuna mahali ambapo haki zako zimefichwa. Kuna mahali ambapo haki zako zimefichwa. Hapo ndipo unapopaswa kwenda kuzidai. Haki zako zimefichwa mahali fulani. Hapo ndipo unapopaswa kwenda kuzidai. Haleluya. Kwa hiyo ukubwa na uchanga wa kiroho unategemea kiwango ambacho unazijua haki zako na unajua mahali pa kwenda kuzidai. Ndicho anachokisema Waebrania sura 5 mstari wa 12. Yes, anasema wazi mstari wa 15, anasema kwa maana kila atumiaye maziwa ajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumia zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Wanajua mema haya yanatoka wapi na mabaya yanatoka wapi. Wanajua namna ya kupambanua. Kupambanua manake ni kuona roho au ni kuona kitu kilicho nyuma yake.
Yes, watu wazima waliokomaa kiroho wana uwezo wa kujua kwamba haya mabaya yanayonipata mimi, nyuma yake yupo nani, na ninapotaka kuyadai haki yangu niende nikamfuate nani ambaye yuko nyuma ya haya mabaya yanayoendelea hapa. Au ndio ambao neno linawaita ni watu wazima kiroho. Sio swala la miaka mingapi kanisani. Sio swala la kukariri maandiko. Unaweza kukariri maandiko, lakini haujui haki yako ni ipi, hauna ufunuo wa haki yako ni ipi, na hauna ufunuo wa kuidai haki yako. Kwa hiyo hapo unasemekana mchanga bado. Haleluya. Utu uzima kiroho ni namna ya kujua haki zako na namna ya kuzidai haki zako. Ripo shaimeni bi intibai. Nasikia wingu la maombi. Haleluya. Yes, tunaenda kuomba kwa ajili ya kudai haki zetu leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. Lakini pointi nyingine nataka ujue ni kwamba haki haidaiwi kwa Mungu wala kwa nani, inadaiwa kwa shetani. Shetani ndiye alaye. Shetani ndiye anayeshikilia haki za watu. Ukiangalia Matendo ya Mitume sura ya 10, yes. Angalia Yesu alipokuwa akidai haki za watu hapo. Matendo ya Mitume sura ya 10 all the way mstari wa 68. Yes, neno la wazi la Mungu liko wazi kabisa. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Yes, walioonewa na ibilisi. Kwa hiyo mara zote Yesu alipokuwa anataka kuwatoa watu chini ya maonezi ya ibilisi, chini ya magonjwa, chini ya maonezi, awapatie watu haki zao, alienda moja kwa moja akamfuata ibilisi, kwa sababu huyu ndiye aliyekuwa akichukua haki za watu. Yesu alinyosha moja kwa moja. Neno linasema kabisa walioonewa na ibilisi. Kwa hiyo unapoona haki yako haionekani, moja kwa moja bila kupepesa macho, ibilisi ndiye ambaye huwa anatapeli haki za watu. Okay, wakati mwingine unaweza wewe ukamfungulia ukampa uhalali, lakini wakati mwingine usimpe uhalali. Lakini vyote kwa vyote, haki za mtoto wa Mungu ambaye huwa anazishikilia, ambaye huwa anaachilia watu waendelee kuteseka, ni ibilisi. Ibilisi. Angalia Luka sura ya 10 na Luka sura ya 13. Luka 13 mkianzia pale mstari wa 10. Oh my God, Jesus. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, na amepindana, hawezi kujinyosha. Yesu alipomuona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Yes. Mstari wa 15 nilikuwa nautaka. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki. Okay. Mstari 16, na huyu mwanamke aliye uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18, hii haikumpasa afunguliwe siku ya Sabato. Unaona, ambaye shetani amemfunga. Kwa hiyo hapa Yesu alienda kudai uzima wa huyu mama kwa shetani. Shetani ndiye aliyekuwa amemfunga huyu mama. Kwa hiyo haki yako usiidai kwa Mungu, haki yako idai kwa shetani. Shetani ndiye aliyekuwa amemfunga mama huyu, hata mama huyu hakuweza kujinyosha. Yes, uwezekana maisha yako unataka kuyanyosha, lakini yamepindana. Kazi fulani imepindana, jambo fulani katika maisha yako limepindana. Haki yako unaijua, lakini je, unajua ni wapi pa kuidai? Haki yako inapaswa idaiwe kwa shetani. Ndiye aliyekuwa amemfunga mama huyu, hata mama huyu hakuweza kujinyosha. Yes, hakuweza kujinyosha. Utasema mtumishi wa Mungu, lakini wakati mwingine dhambi zinaweza zikasababisha mtu akawa ana matatizo hayo. Of course, yes, dhambi zinaweza kusababisha wakati mwingine, lakini unaweza ukatafuta dhambi paka mfukoni usione, na ukaona waza kwamba hivi kwa dhambi gani? Kwa kosa gani hilo likosa mimi haya mateso yananipata hivi? Ni wapi? Hebu soma Yohana mtakatifu sura ya 9. Kianza mstari wa kwanza, anasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Okay, kazi za nani? Za Mungu zidhihirishwe
Sasa mwingine hapa anahisi kwamba kazi ya Mungu ilikuwa ni kumsababisha mtu awe kipofu. Kazi ya Mungu idhihirishwe. Maana yake mpaka hapa mpaka sasa kazi ya Mungu bado haijafanyaje? Haijadhihirishwa. Ila huyu jamaa ni kipofu na kazi ya Mungu inakwenda kufanyaje? Kudhihirishwa, lakini mpaka sasa haijadhihirishwa. Hajasema ili kazi ya Mungu imekwisha kudhihirishwa. Anasema kazi ya Mungu idhihirishwe. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku haja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda niliopo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akapaka tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia nenda kanawe bilika ya Siloamu, maana alikuwa maana yake aliyetumwa. Akaenda huko, akarudi anaona. Na hii ndio kazi ya Mungu iliyodhihirishwa. Okay? Yes. Kwa sababu kupitia hii watu wakamfahamu Yesu. Kwa hiyo kazi ya Mungu kudhihirishwa ni pale alipofumbuliwa macho. Lakini nilichotaka ukione hapo ni kwamba huyu jamaa hakutenda dhambi wala wazazi wake. Sikiliza, sio wakati wote unapopata changamoto ni kwa sababu umetenda dhambi. Shetani wakati mwingine akisubiri utende dhambi, akiona anapozidi kusubiri utenda dhambi, akiona utendi, anaendelea tu kuharibu mambo yako. Asubiri mpaka utende dhambi, kwa sababu wakati mwingine anaona atachelewa. Unaweza usitende sasa, atafanyaje? Kwa hiyo anaendelea na kuharibu kwa sababu yeye ni mharibifu tangu mwanzo. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye ametupa mamlaka ya kuziharibu kazi zake. So nataka twende sasa tukafanye maombi ya kudai haki yako. Mimi sijui hapo ulipo una haki gani ambayo unaidai kwa Mungu, lakini utafuatisha maombi haya kwa imani, na namna hii ninayoomba utaweka mahitaji yako ambayo wewe unayajua, lakini utafuatisha mtindo huu ili twende tukazidai haki zetu. Nimekwambia kwamba maombi haya hayaelekezwi kwa Mungu, maombi haya yanaelekezwa kwa shetani. Sio kwa maana ya kwamba tunamuomba shetani, ila ni kwa maana kwamba tunadai haki zetu kutoka kwa shetani. In the name of Jesus. Yes Lord. Ribo sheketi ma asondo obrishaka na might. Riti na maidoskoposha na anebesil. Araante ni mesili klashoto posakatili. Rapo shakane edei pasiteli eo. Raaido bosaka limesheni klestik so. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ribo shikandi ama sekiti bishana krazo. Razo sakatu boshene keti bisando ko. Baba, asante kwa sababu ya haki ambazo umekwisha kutupatia, haki za uzima, haki za kutawala. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rikati pasho komposa ti elibishana krozo. Tumeona Bwana tuna haki ya kufanikiwa mjini, tuna haki ya kufanikiwa shambani. Tumeona Bwana tuna haki ya kufanikiwa kwa kuwa na afya, tuna haki ya kufanikiwa kwa kuwa na uzao bora. Katika jina la Yesu Kristo tumeona Bwana haki ya kufanikiwa kwa kila kazi. Katika jina la Yesu tumeona Bwana haki ya kufanikiwa kushinda kila vita. Rabo shakande etipishene enio bosa. Rikan etipa satala passion oni kalabide. Rabido komposhini inidia stari da passion kolonomo. Rini inemaye. Raante pashaka la maseti kroso posha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la haya. Kama vile Bwana ulivyoenda kuidai haki yako. Haki ya yule mama ambaye alikuwa amefungwa miaka 18. Yuko mtu hapa amefungwa afya yake pia. Hawezi kujinyosha, mwingine hawezi kutembea. Mangweni hawezi kufanya vitu fulani kwa sababu shetani amefunga afya yake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na mimi namuendea shetani hapo ulipo. Katika jina la Yesu Kristo. Achia afya ya mtu huyu kwa jina la Yesu. Achia afya ya mtu huyu kwa jina la Yesu Kristo. Rabo pashe rikandala pashodo pipa. Rapipa sati pipa dido. Radido skobai stel. Radido skobai stili Q. Rakidio skobai shkande dida. Rada pasho komposa kilipio. Raposho kontabina karaba. Raba shakante pisene kreso. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wako watu ambao wana mateso ambao hayawaruhusu hata kulala usingizi. Lakini katika Zaburi ya 91 tunafahamu ya kwamba wewe Bwana unampa umpendaye usingizi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndivyo ambavyo anajua Bwana umeachilia usingizi kwa ajili ya watu hawa. Lakini shetani kuna namna ameiba usingizi huo. Ninamwamuru shetani sasa katika jina la Yesu Kristo. Achia usingizi wao kwa jina la Yesu. Hiyo ni usingizi unaondoka kwa ajili ya magonjwa, achia. Achia afya zao. Rikata posaka la madiopo. Rapo shakate peseketi. Rapo shakato posana kala. Rakila bisako ndobosha nakaya. Achia katika jina la Yesu Kristo. Riko sobo likanda pashala. Rabali shaka naba seketili. Raboli shaka naba sakataya. Katika jina la Yesu Kristo. Riko sakate pesheketilia.
kwa jina la Yesu. Endelea kutaja eneo lolote ambalo unahisi kabisa hapa shetani amechukua haki yangu. Usikae kimya. Omba, mje shetani, rudisha afya yangu, rudisha kazi yangu, rudisha amani yangu, rudisha familia yangu, rudisha upendo katika familia kwa jina la Yesu Kristo. Rikatebo shaka nebelida rabadili bishoko porikasaya rakanibesitili abashokwedide rididi sikiti bishakata pasito. Rudisha katika jina la Yesu Kristo. Rudisha katika jina la Yesu. Rudisha kwa jina la Yesu Kristo. Tumekuja leo katika utu uzima wa kiroho. Tumetambua haki zetu kwa jina la Yesu Kristo. Tumetumwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo ya kwamba tumetumwa hapa duniani kuishi maisha huru, maisha ya ushindi katika jina la Yesu. Ndiyo haki yetu hapa duniani katika jina la Yesu Kristo. Ninadai haki hiyo kwa jina la Yesu. Rapo shakata paseketea riko sakata poshaka. Nasema maisha ya kibali ni haki yangu kwa jina la Yesu. Rikata pashaka na masea. Kibali kwa kila kazi ninayoifanya kwa jina la Yesu Kristo. Mafanikio na baraka kwa kila kazi ninayoifanya. Ustawi wa kazi yangu kwa jina la Yesu Kristo. Riko sakata pasheketa. Ninaudai kutoka mikono yako shetani. Achia kwa jina la Yesu Kristo. Achia kwa jina la Yesu Kristo. Riko siko dipo sakata. Rako sakata paseketia. Rako sakata paseketia. Riko zako tobo shakata. Rapo sakata paseketili. Rapo tili kisapa shakadala. Rapo shakadala paseketia. Rapo shakadala pasekedio. Radio posaka na maseketia. Riko shakata paseketa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Wale wanaokandamizwa sana mapepo, wanakandamizwa na kila nguvu katika jina la Yesu. Haki yako ni kwamba wewe ndio unatakiwa uzikandamize hizo nguvu. Hakuna nguvu yote ya giza ambayo imewekwa juu yako. Neno la Bwana linasema ya kwamba ametupa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui katika jina la Yesu Kristo. Wala si sawa kukanyagwa na mchawi aina yote, kuteswa na mchawi aina yote, lakini ni sawa kuwatesa wachawi na kuwakandamiza katika jina la Yesu Kristo. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba ametupa amri juu yao katika jina la Yesu Kristo. Ni amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu ya yule adui ninaikanyaga kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu ya yule adui ambaye imekuwa ikikukanyaga na kukutesa, sasa unafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaikanyaga nguvu hiyo kwa jina la Bwana. Ninaikanyaga nguvu hiyo kwa jina la Yesu. Riko sikadiba sayo. Radipa sayo kompleza. Radipa sayo komplezitiza. Rakizapa sakala bisopa. Rabisopa takajibisopa. Rabishopa kanimisikitioba. Rapo shakata paseketilia. Rapotilia Kristo koposhaka. Rako shaka taposiketia. Riko sakanta pashini biobo. Rabiopo saka na masheketilo. Ratilo koblosha kana masiza. Raba siza krosho komplaza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shetani hautaendelea kukaa na vitu vyangu. Shetani hautaendelea kukaa na vitu ambavyo ni haki yangu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninavinyang'anya kwa jina la Yesu. Ninavinyang'anya kwa jina la Yesu Kristo. Rako sapo nasika lidida. Radida kroso komposa kilia. Rakadilia kroso komposha kalia. Robo shaka na manipese ndio plesh. Osakata majete kleste kezimiditiopos. Alatantiopo saine klesheni bina krostopos. Yes. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Orika na mashana bilike stiopo rikanta. Rako shakanto bosapo orikata posa declare. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa ajili ya haki zetu. Asante kwa ajili ya haki zetu Baba. Moshike elimisheni krostos. Na mimi naombea watu hawa, Roho wa Mungu kaendelea kuwafunulia haki. Ukaendelea kuwafunulia haki zao katika maeneo yao. Katika jina la Yesu Kristo. Wasiendelee tena kukulilia, lakini waende moja kwa moja katika madhabahu za mashetani na mapepo. Wakazidai haki zao huko. Katika jina la Yesu, wakazinyang'anya na kuzichukua mateka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Arika ni mishondo complexity kisu. Arako saito completion kizu di body. Rato di body kanaba shaintilibo. Arabo sati kishenebino close. Katika jina la Yesu Kristo. Arika na ampeseketili bishayili. Katika jina la Yesu wa Nazareti ale hai. Amen.
Haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Hivi ndivyo ambavyo tunadai haki zetu. Nimeomba tu kwa namna ya kukuwekea mfano, kwa sababu sijajua uko na haki gani ambayo unaidai mbele za Mungu. Lakini fuata mfumo huu, itafakari, ijue haki yako, alafu usihangaike na Mungu, hangaika na shetani, kwa sababu ndiye ambaye huwa anafunga watu na ndiye ambaye huwa anashikilia haki za watu. Shetani kwa roho yake mbaya, neno la Mungu linasema alimfunga yule mwanamke miaka 18, lakini Yesu alikuja na akaidai haki ya yule mwanamke. Katika jina la Yesu Kristo nasema sasa amekupatia mamlaka, nenda ukadai haki yako. Simwache shetani akaendelea kufurahia vitu ambavyo unabidi wewe uvifurahie. Shetani akaendelea kuishi kwa amani, afu ukaendelea kuishi bila amani, wakati wewe ndio mwenye haki ya kuishi kwa amani na sio shetani. Shetani na wachawi wake ukaendelea kuenjoy afya, afu ukaendelea kukaa katika magonjwa, wakati wewe ndio mwenye afya, alafu magonjwa ni ya kwao. No, hapana. Simama udai haki yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naitwa Simiton Ndimbwa. Ukiwa kwa msaada zaidi, unahitaji msaada zaidi kwa maombi na ushauri, basi utanipigia kwa namba 0768 150 221, 0768 150 221. Lakini namba hiyo pia unaweza ukaitumia kutuma sadaka yako, ukaungana na wengine ambao tunaendelea kupeleka mbele injili ya Bwana Yesu Kristo mpaka itakapofika mwisho wa nchi. Mungu Baba wa mbinguni akubariki sana. Amen.